Haleluya. Unajua jinsi Mungu alivyo. Mungu ili kukufikisha hilo eneo, anatumia watu kukufikisha hilo eneo. Anakuinulia watu kwa ajili ya kufikisha hilo eneo. Haleluya. Amen. Lakini unavyokuwepo ukuta wa kiroho umesimama, maanake ule ukuta unawazuia wale watu wasikukaribie, lakini unakuzuia hata wewe usiwakaribie watu. Linakuwa ni zuio kubwa la kiroho ambalo limeweka, linazuia kwa ajili ya wewe usikutane na watu, kwa ajili ya watu wasikukaribie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Mungu linaeleza kabisa kwenye hichi kitabu cha Yoshua kwamba Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa ajili ya wana wa Israeli. Haleluya. Inavyozungumziwa Yeriko, Yeriko inazungumziwa kama mji, lakini kiroho manake Mungu anazungumzia mtu. Mtu ndio mji wenyewe ambao watu inatakiwa kwako. Mfumo inavyofika umepata msaada wa Mungu, manake watu wanaingia kwako, watu wanatoka. Tunavyozungumzia kuingia na kutoka, Mungu anafunua juu ya mfumo, juu ya mfumo wa ufanikishaji, juu ya mfumo wa wewe kupata msaada, juu ya mfumo wa wewe kukutana na watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unavyokuwepo ukuta umesimama, manake ule ukuta unaweka zuio kwa ajili ya wewe usiwakaribie watu, kwa ajili ya wewe usiwafikie watu, kwa ajili ya watu wasikufikie wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana hichi kitu kimekuwa kikiwatesa watu wengi sana.